Naitwa Barnabas Jacob Mgaya, ni afisa mwandamizi dhibiti ubora kutoka shirika la viwango Tanzania TBS, lakini pia ni msimamizi wa ofisi ndogo ya TBS ya Songea. Tuko leo kwenye eneo la dampo la manispaa ya Songea kwa ajili ya zoezi la uteketezaji wa bidhaa mbalimbali za vyakula, vipodozi ambazo zimekamatwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali ya manispaa ya Songea wakati wa zoezi la ukaguzi. Kumekuwepo na baadhi ya wafanyabiashara ambao wanauza bidhaa hizo za vyakula na vipodozi ambazo shirika limezikataza zisiweze kuuzwa, kwa mfano vile vipodozi ambavyo vina viambata vyenye sumu, lakini zipo baadhi ya bidhaa ambazo zimekwisha muda wake wa matumizi, lakini bado wafanyabiashara wanaziuza. Kwa sisi kama shirika la viwango Tanzania kupitia hii ofisi ndogo ya Songea tumeweza kufanya kaguzi mbalimbali kwenye maeneo ya biashara hizo za vyakula na vipodozi na kukamata baadhi ya bidhaa ambazo za vipodozi zile ambazo zimekutwa na vimelea vyenye sumu ambavyo haviruhusiwi kuuzwa kutokana na kuwa na madhara ya kiafya ya binadamu. Lakini pia ziko baadhi ya bidhaa za vinywaji ambavyo nazo pia zimekwisha muda wake wa matumizi, zilikuwa zinauzwa kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo bidhaa zote hizo zimeondolewa kwenye soko la Tanzania la Songea Manispaa na tumeziteketeza leo. Bidhaa hizo zina ukubwa wa kiasi cha thamani ya shilingi milioni 2,760,000 zikiwemo bidhaa za vipodozi na bidhaa za vyakula. Wito wetu sisi kama wadhibiti, tunawataka wananchi kwanza watoe taarifa maeneo yote ambayo wanaenda kununua hizo bidhaa. Kama wakikuta bidhaa imekwisha muda wake wa matumizi, basi watoe taarifa kwenye vyombo vya serikali ikiwemo TBS yenyewe ili tuweze kufanya ukaguzi na kuviondoa kwenye soko. Lakini pia kwa wafanyabiashara ambao wanafanya hizo biashara za kuuza bidhaa ambazo zimekwisha muda wake, kwa kweli tunawataka wasifanye hizo kazi, wajitahidi kufuata kanuni na sheria zinazosimamia ubora wa bidhaa sokoni. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.